Habari na karibu kwenye Kufunua Ufunuo. Natumai umekuwa ukiangalia na kujifunza Ufunuo kadri safari inavyoendelea. Lakini kama we ni mgeni, ningependekeza urudi nyuma na uanze na zile za mwanzo, kwa sababu hii inaingia kwa undani sana. Unaona, sasa umeongezeka katika kuelewa ni nani injili zinawalenga. Unaelewa kwamba mwisho wa siku si miaka 7 bali ni miaka 14, na kuna sehemu inayoitwa juu ambayo inawakilishwa na siku 50. Kwa hayo yakisemwa, hebu nikuonyeshe kitu cha kina sana. Unaona, sote tumeambiwa kwamba walikuwa ni mitume 12 tu na baadhi ya wanafunzi waliomfuata Yesu. Sasa angalia tunachosoma hapa katika 1 wa Korinto sura ya 15. Na kumbuka, kama sitataja sura, angalia tu upande wa kulia utaona ni sura gani nipo. Lakini tunachokiona si tu kile kilichotokea katika kipindi cha Kristo, bali nitakuonyesha jinsi ilifanyika hivi wakati wa Kristo, lakini mwishoni mwa siku inaifunua ikiifanya kinyume. Na pia inathibitisha kitu kingine kuhusu mavuno ya Bwana, mavuno maalum. Kweli, sawa, mavuno munya. Tazama hili. Hapa ni katika 1 wa Korintho 15 kuanzia mstari wa 4, inasema na kwamba alizikwa na kwamba alifufuka siku ya 3 kama yanenavyo maandiko. Sasa angalia ni nani alikutana naye. Na hiyo alionekana na Kayafa, aliyekuwa wa wale 12. 12 zipi? Sio mitume. Inawakilisha makabila 12. Unaona, tunaambiwa ni 12 pekee. Walikuwa 12 tu. Basi kundi lake la kwanza lilikuwa la 12. Je, unajua 12 hawa wanawakilisha nani? Kundi la Mathayo. Sawa, sasa angalia hii. Baada ya hayo aliwatokea ndugu zaidi ya 500 kwa wakati mmoja, ambao wengi wao wanaishi hadi leo, lakini baadhi wamelala usingizi. Hili ni kundi lingine alilokutana nalo, na wanawakilishwa na kundi la Marko. Hawa walikuwa wanafunzi wafuasi wa Kristo. Baadhi walikufa wakati wa huduma yake na wengi wao walikuwa bado hai. Kisha inasema baada ya hayo alionekana kwa Yakobo, halafu kwa mitume wote. Unaona, mitume wote, halafu wale 12 hapa juu. Haya siyo makundi yale yale. Hawa ndio mitume 12. Kumbuka, Kristo hata katika Ufunuo kulikuwa na wazee 24. Ni mitume 12 na viongozi wa makabila 12. Kulikuwa na makundi haya wakati Kristo alipokuwa hapa pia. Hili kundi la Yakobo, hili hapa pamoja na mitume wote, ndilo linalowakilisha injili ya Yohana. Kisha inasema na mwisho wa yote alionekana pia kwangu mimi kama mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake. Sasa huyu bila shaka ni Paulo, lakini ni uwakilishi wa injili ya Luka. Luke naye hakuwepo na ilikuwa ni jambo la baadaye, na huyu Paulo anasema alikuwa kama mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake, jambo ambalo ni kama kuzaliwa kabla ya wakati. Kwa hivyo alikutana na nani? Alikutana na kundi la Mathayo kwanza. Hii ndio sababu katika injili ya Mathayo wakati wa ufufuo, hadithi hiyo katika agizo la kile anachowaambia waende wakafanye ni tofauti sana na agizo la kile anachowaambia wanafunzi waende wakafanye. Mwisho wa hadithi ya ufufuo ya Marko unaona agizo ni tofauti kabisa. Kisha unaenda kwenye agizo la Yohana, na katika agizo la Yohana ndipo siku zile 50 zinaanza. Unaona, katika Mathayo sio mwanzo wa siku 50. Katika Mark si zile siku 50, lakini katika Yohana inaanza hesabu ya siku 50. Yesu anasema sijaenda kwa Baba yangu bado, kwa hivyo usiniguse bado. Sawa, kwa Mariamu Magdalene, lazima nipande kwenda kwa Baba. Kisha anarudi, sivyo? Siku hiyo hiyo jioni anarudi na anapumua na kuwapaka mafuta mitume. Kisha anaondoka na anarudi. Siku 8 baadaye, hizi ndizo siku 8 za kwanza za hesabu ya siku 50. Nini kinatokea katika siku hiyo ya 8? Kisha anaanza hesabu yake ya siku 40 kwa kukutana na kundi la Luka. Kundi hili la Luka ndilo mwanzo wa hesabu ya siku 40 ya Bwana. Taswira hii ya kinabii ya kundi la Luka ambalo linawakilishwa kama vile Paulo anavyosema aliyezaliwa nje ya wakati unaofaa, imeunganishwa na kabla ya dhuluma na mabaki ambao wamebaki kumtumikia Bwana katika wakati wa mwisho. Na angalia maagizo. Agizo analowapa ni tofauti sana na la Mathayo, tofauti sana na la Marko, na tofauti sana na la Yohana.
Kundi hili linatoka na linasema wao ndio watakaoanza Yerusalemu na hawa ndio mashahidi wake. Haya ni makundi manne tofauti kama ulivyoona katika 1 Korintho 15. Ilikuwa makundi manne tofauti: Mathayo, Marko, Yohana kisha Luka. Kwa hivyo kutoka kwa John tulianza siku 50. Katika Luka sasa tuko katika siku 40, na katika Matendo sura ya 1 ambayo ndio inayoendelea kutoka kwa Luka tunafikia mwisho wa siku 40. Mwishoni mwa siku 40 tunaambiwa siku chache, kwa hivyo watapokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo imekuwa 40 yapata 47, kwa sababu siku ya 8 huanza siku 40. Zimebaki kama siku 3 hivi, kwa hivyo siku chache. Hii si siku nyingi, basi inawaleta kwenye Matendo sura ya 2, na wakati wa Pentekoste sasa umefika kikamilifu. Kwa hivyo haya yote yanahusu nini? Tazama hili. Tukienda kwenye Mambo ya Walawi sura ya 23 utaona ukweli wa hesabu ya sikukuu ya majuma, kisha inaenda kwenye Pentekoste. So inasema, nanyi mtajihesabia tangu siku iliyofuata Sabato, tangu siku mlioleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, Sabato 7 zitakamilika. Hata kesho yake baada ya Sabato ya 7 mtahesabu siku 50. Unajua kwamba neno hili la nambari siku 50 linamaanisha kuhesabu. Unaona, utafunga au kuweka alama lini. Siku 50 haikuambii kuwa ni siku ya 50, bali inakuambia uongeze siku zingine 50. Unaweza hata kuiona kwa maelezo. Tukienda kwenye Pasaka tunaambiwa, je, siku ya 14, siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu, ni siku ya 15? Sikukuu ya tarumbeta ni siku ya kwanza. Lakini angalia, kinachotokea unapofika kwenye sikukuu ya majuma haisemi siku ya 50, inasema kisha utahesabu siku 50. Lakini bado tumeambiwa na kanisa kwamba Pentekoste ndiyo sikukuu ya majuma. Basi Wayahudi wanaanza kuhesabu kuanzia hapa. Sawa, na wao wanahesabu kwa kuhesabu majuma 7, kwa hiyo siku 49, halafu hii inakuwa ya 50. Na wanaita hii sikukuu ya majuma. Na kwa hiyo kanisa la Kikristo, sawa, wao wanaiita hii Pentekoste. Lakini sivyo, kwa sababu kinachotakiwa ni kuhesabu masabato 7, na ukihesabu kama masabato na sio majuma tu moja kwa moja, utaishia tarehe 8 ya Sivan. Sasa unaweza kusema, sawa, si tofauti kubwa kati ya tarehe 6 na 8, na uko sahihi, si jambo kubwa sana. Watu wengine wanaweza kubishana kwamba ni siku ya 15 na sio ya 8. Sawa, tena tuko kwenye kipindi hiki, lakini hii si Pentekoste. Ni sikukuu ya majuma, lakini sio Pentekoste. Pentekoste lazima ihesabiwe siku nyingine 50, unaona? Au sio siku nyingine 50, bali lazima ihesabu majuma 7. Baada ya Sabato 7 na kisha fika siku ya 50, ambayo kwa kawaida huwa katikati hadi mwishoni mwa Julai, wakati mwingine mapema sala Agosti. Kwa hivyo acha nikuthibitishie hili. Tazama kinachotokea katika Kutoka sura ya 9 walipokuwa wakikimbia. Wakati huo wa Pasaka tuliofanya, mvua ya mawe ilinyesha moja kwa moja kutokana na mapigo na ikaharibu shayiri. Kwa nini? Kwa sababu shayiri ilikuwa karibu tayari kwa mavuno. Lakini nini kilitokea kwa ngano? Ngano haikupigwa kwa sababu haikuwa imekuwa bado. Hii inamaanisha huwezi kuanza kuhesabu Sabato 7 hadi sikukuu ya majuma kuanzia hapa. Sawa, kwa sababu huu ni mwanzo wa shayiri, si mwanzo wa ngano. Acha nikuonyeshe ninachomaanisha. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 16 inasema katika mstari wa 9, majuma 7. Unaona sasa, si Sabato. Majuma 7 utayahesabu, hiyo ndiyo ile kuhesabu kwako. Anza kuhesabu majuma 7 kuanzia wakati unapoanza kuweka mundu kwenye mahindi. Sasa mahindi haya yanawakilisha nini? Inaonekana kwamba ni nafaka ya aina yoyote ile. Lakini sikukuu ya majuma ndiyo hesabu ya nini? Katika Kutoka 34 mstari wa 22 inasema, utaadhimisha sikukuu ya majuma ya malimbuko ya mavuno ya ngano. Kwa hivyo matunda ya kwanza ya mavuno ya ngano ni mwanzo wa unapoweka mundu kwenye ngano. Unaona, unapoanza kuweka mundu kukata ngano, hiyo ndiyo matunda ya kwanza ya ngano.
Unaona? Kwa hivyo huhesabu majuma saba kama sabato saba. Ni sabato saba, na mwisho wa sabato saba unahesabu siku 50 ambazo ni majuma saba, na siku ya 50 ndiyo mwisho wa mavuno yako ya ngano, na kisha ndiyo mwanzo wa zabibu. Tazama hili. Kwa hivyo unaishia wapi? Hapa ndipo Wayahudi wanapohesabu, sivyo? Wanahesabu majuma saba na wanafika kwenye sikukuu ya majuma hapa hapa. Nasema unatakiwa kuhesabu sabato saba na inakupeleka kwenye sikukuu ya majuma. Ni nini? Kuanzia hapa, hiyo ndiyo sabato yako ya saba. Hiyo ina maana kuanzia hapa unaanza sasa kuhesabu siku 50. Ni nini? Wiki saba. Sawa, si sabato sasa, wiki. Hizi ni siku 49 mfululizo, 7 mara 7, na kisha una siku ya 50. Unapofanya hivyo, unaishia kuanza mavuno ya ngano karibu mwishoni mwa Mei hadi mwanzoni mwa Juni kulingana na mwaka, na inaisha kwa ujumla katikati ya Julai hadi mapema sana Agosti. Tarehe 28 ya Tamuz ndiyo mwisho wa wiki zako saba na siku ya 50. Ni nini kinachotokea mwishoni mwa Julai hadi mwanzoni mwa Agosti? Mwanzo wa mavuno ya zabibu. Kwa hivyo wacha nikuonyeshe hili kwanza kuhusu ngano. Inatuambia kwamba ngano, angalia hili, inasema ngano ya majira ya baridi kali, ambayo ndio ngano tunayoizungumzia, kwa kawaida huvunwa wakati wa kiangazi, sawa, kwa ujumla kuanzia Juni hadi Agosti. Unaona, katika baadhi ya maeneo ingawa inaweza kuanza mwishoni mwa Mei. Naam, hivi ndivyo tulivyokuwa tunasema, sivyo? Hapa mwaka 2026 ni mwishoni mwa Mei, lakini kwa ujumla itakuwa mwanzoni mwa Juni. Lini? Nini? Wakati mundu unaweza kuwekwa kwenye mavuno ya ngano ili iwe mwanzo wa matunda ya kwanza ya sikukuu ya majuma ya mavuno ya magugu. Kwa hivyo ndiyo, ni sabato saba ndiyo ziko karibu katika eneo sahihi, lakini si kwa kanisa. Pale ambapo Pentekoste iko, Pentekoste ni siku 50 za ziada. Na tunajuaje hili vizuri? Zabibu iko tahi hili. Tazama hili. Sawa, zabibu. Mavuno ya zabibu huanza mwishoni mwa Agosti hadi mwanzoni mwa Oktoba. Katika maeneo mengine utaambiwa hata unaona, hata huanza Julai, hivyo inaweza kuwa mwishoni mwa Julai hadi mwanzoni mwa Agosti. Sasa tulimalizia wapi mwisho wa wiki saba hadi siku ya 50? Tulipata katikati ya Julai mwaka huu, lakini kwa kawaida ni mwishoni mwa Julai hadi mwanzoni kabisa mwa Agosti. Mwisho wa nini? Ni mwisho wa mavuno ya ngano. Huanzia na malimbuko ya sikukuu ya wiki za mavuno ya ngano, mundu unapowekwa juu yake. Wakati mavuno ya magugu yanapoisha karibu tarehe 28 ya Tamuz mwishoni mwa Julai hadi mapema sana Agosti, basi ni wakati wa mavuno ya zabibu. Na kwa nini hili lina umuhimu? Kwa sababu katika Matendo sura ya 2, wakati wa Pentekoste inaitwa divai mpya. Walikuwa wakishutumiwa kwa kulewa divai mpya. Unaona, hii inatuhusu nini sasa? Sasa kwa kuwa unaweza kuanza kuona hilo, picha hii, fumbo hili la jinsi hili lilivyotokea katika makundi tofauti, ikiwa ni pamoja na Mathayo, kisha Marko, kisha Yohana na kisha kundi la Luka. Inakuwaje kinyume chake? Naam, ingekuwa kama nini? 7 mara 7. Sawa, kwa sabato. Sabato saba zinachezwa na kisha siku 50. Inakuwaje mwishoni mwa siku? Tazama hili. Ule wa kabla ya kribu, mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake, kama vile kuzaliwa kabla ya wakati, ni uwakilishi wa ule wa kabla ya kribu. Kisha una nini? Kisha una mwanzo wa siku 50 za mitume. Siku 50 zitakapokwisha, utakuwa na miaka 7 ya mihuri ikiwakilishwa katika kundi la Marko, kama tulivyofundisha wakati huu wote. Alafu una miaka 7 ya tarumbeta, una siku 50, miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Kikuhani mwishoni, zile mara 7 na siku 50 zinazofuata mwishoni ni siku 50 na miaka 7 na miaka 7. Na hizo miaka 7 na 7 zitakapomalizika, unajua ni nini? Ni mwisho wa miaka 49. Mawili ya mwisho kati ya yale 7 ni mawili ya mwisho wa 7 katika miaka 49 kwenye hesabu ya miaka hadi yubilei ya mwisho. Kwa sasa, kwa Mary,